Bora matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati mwafaka wa kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Trump yambia Israeli simuue kiongozi mkuu wa Iran. Jeshi la Israeli limesema maeneo kadhaa yamepigwa na kombora la Iran. Shirika la kijasusi la Uingereza la mteua mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya miaka 116. Taasisi za kimataifa na utafiti ya amani ya Stockholm SIPRI imeonya kwamba mataifa mengi duniani yenye silaha za nyuklia yaliendelea kuboresha silaha zake za nyuklia kwa mwaka uliopita na hivyo kuweka mazingira ya ushindani mpya wa silaha hizo. Vita vya Israeli na Iran vyaipa wasiwasi Umoja wa Ulaya na hasa kwa masoko ya nishati. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ameelezea mahakama nchini humo kuwa yeye hajahukumiwa hukumu ya kifo, lakini pamoja na kuwekwa eneo hilo kinyume cha sheria, lakini bado pia haki zake za kimsingi zinapuuzwa. Naam, na tumai ubweri wafyo pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rwanda na DRC Congo hazikusaini mkataba wa amani kama ilivyotarajiwa, kama ilivyotangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungire. Mkataba huo uratibiwa na Marekani ili kukomesha mapigano mashariki mwa DRC ambaye yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na wengine wengi kuyahama makazi yao. Mwezi Aprili, Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walikubaliana wakati wa mazungumzo ya Washington kuandaa makubaliano ya amani yenye lengo la kumaliza mgogoro wa mashariki mwa DRC, huku utiaji saini huo ukipangwa kufanyika jana Jumapili. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungire alichapisha kwenye mtandao wake wa X hakuna makubaliano ya amani yatakayotiwa saini Jumapili hii tarehe 15. Waziri huyo amesema mchakato wa mazungumzo hayo bado unaendelea na kwamba utiaji saini utafanyika mara tu makubaliano ya amani yanayofaidi kila upande yatakapofikiwa na pande zote mbili.
Nduguigire alionya wale wanaohusika na kuvujisha kwa makusudi habari za upande mmoja kwa vyombo vya habari, akisema inaweza kuhatarisha mazungumzo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Rwanda kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Kati, ikishutumu jumuiya ya hiyo kuegemea upande wa DRC. Baada ya siku za kutokuwa na uhakika na mazungumzo, mipango ya mazishi ya rais wa zamani wa Zambia imekamilika. Edgar Lungu ambaye aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021 alifariki dunia siku 10 zilizopita nchini Afrika Kusini alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa ambao haujulikani. Kulingana na familia yake, alikuwa ameacha maagizo kwamba mpinzani wake wa kisiasa, rais wa sasa Hakainde Hichilema, hapaswi kufika popote karibu na mwili wake. Lakini msemaji wa familia ya Lungu amedhibitisha kuwa makubaliano yameafikiwa na serikali ambayo yaliruhusu Hichilema kusimamia mazishi na serikali Jumapili ijayo. Mzozo huo ulizua taharuki miongoni mwa baadhi ya watu nchini Zambia, huku watu wakibaki wakishangaa jinsi ya kuomboleza kiongozi wao wa zamani. Baada ya mazungumzo ya siku nyingi, familia ya Lungu na serikali wamekubaliana kwamba mwili wa rais huyu wa zamani utasafirishwa hadi mji mkuu wa Zambia, Lusaka, siku ya Jumatano kwa ndege ya binafsi ya kukodi. Baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege, mwili utapokelewa na familia na kisha kutakuwa na heshima kamili ya kijeshi. Kisha utasafirishwa hadi kwenye makazi ya Lungu mjini Lusaka, ambako utalala katika jimbo hilo kwa siku 3 kuanzia Alhamisi. Mwili utapelekwa kwenye kituo cha mikutano katika mji mkuu ambapo umma utatoa heshima zao za mwisho. Mazishi ya kitaifa yatafanyika Jumapili Juni 22 na maombolezo rasmi yatakamilika siku inayofuata. Rais huyu wa zamani atazikwa nyumbani Jumatano ijayo, lakini bado haijabainika iwapo atazikwa katika eneo rasmi la mazishi ya rais au katika makazi yake. Shirika la kijasusi la Uingereza maarufu kama M16 litaongozwa na mwanamke kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 116 ya uhai wake. Blaise Matreweli aliyejiunga shirika hilo mwaka 1999 atakuwa mkuu wa 18 akichukua nafasi ya Sir Richard Moore baadaye mwaka huu. Kwa sasa anahusika na teknolojia ya uvumbuzi ndani ya shirika hilo, na amesema anaona fahari na heshima kubwa kwa kupata nafasi hiyo ya uongozi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amemuita katika uteuzi huo kuwa wa kihistoria. M16 ina jukumu la kupata taarifa kimataifa na kuimarisha usalama wa Uingereza, kuzuia ugaidi na kuimarisha usalama wa mtandaoni. Mkuu ambaye utambulika kwa herufi ya cha ndiye mtu pekee anayefahamika kwa jina mbele ya umma. Jeshi la Israeli limesema maeneo kadhaa yamepigwa na shambulio la hivi karibuni la kombora la Iran siku ya Jumatatu, huku zima moto wakiripoti kuwa jengo la makazi lilipigwa katika pwani ya Mediterranean nchini humo. Huduma za zima moto wakati huo zilisema wakoaji walikuwa wakielekea kwenye jengo ambalo lilipata pigo moja kwa moja. Shirika la utoaji huduma za dharura nchini ya Israel, Magen David Adom, lilichapisha picha za timu zake zilizotumwa katika mji wa pwani ya Waifa zikionyesha magari kadhaa yakiteketea kwa moto na jengo la makazi ambalo lilipuliwa na mlipuko. Muda ambapo timu zake zilisafirisha watu 7 waliojeruhiwa katika mashambulio hayo, akiwemo mwanamke mwenye umri wa miaka 72. Mhudumu wa afya wa Shira Gur amesema alitumwa katika jiji la kaskazini mwa Israeli ambako jengo la magari yameripotiwa kuwaka moto kutokana na athari za roketi. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, ameelezea mahakama nchini humo kuwa yeye hajahukumiwa hukumu ya kifo, lakini pamoja na kuwekwa
eneo hilo kinyume cha sheria, lakini bado pia haki zake za kimsingi zinapuuzwa, ikiwemo kuabudu pamoja na kufanya mazoezi. Mwenyekiti huyo wa chama cha upinzani nchini Tanzania amefikishwa mahakamani kwa ulinzi mkali. Miongoni mwa watu wengine, ndugu jamaa na viongozi wa chama chake wamehudhuria kikao hicho. Ni habari za moja kwa moja katika kikao cha mahakama nchini Tanzania, ambapo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu ameeleza mahakama nchini Tanzania kuwa haki yake ya kimsingi ya kuwasiliana na kufanya mashauriano na mawakili wake imefinywa. Amesema amekuwa gerezani kwa siku 68, lakini mazingira kwa wakati wowote yamekuwa magumu. Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini pamoja na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani unazingatia kupanua vikwazo vyake vya usafiri, kuwapiga marufuku raia wa nchi 36 zaidi kuingia nchini Marekani. Mapema mwezi huu Rais Trump alitia saini tangazo lililopiga marufuku kuingia kwa raia kutoka nchi 12, akisema anailinda Marekani dhidi ya magaidi wa kigeni na vitisho vingine vya kiusalama. Katika nyaraka ya ndani iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, wizara hiyo imetaja sababu kadhaa, ikiwemo kukosekana kwa ushirikiano kwa baadhi ya serikali katika kutoa hati ya utambulisho zenye kuaminika, kuwaondoa raia wake kutoka Marekani ambao wameamuriwa kuondoka, na raia wa nchi hizo kushiriki katika vitendo vya kigaidi nchini Marekani. Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi 36 zinazoweza kukabiliwa na marufuku kamili au kwa kiasi. Jeshi la Israeli limeonya leo juu ya mkururo mpya wa mashambulio ya makombora kutoka Iran, huku waandishi wa habari wa shirika la AFP wakiripotiwa milipuko mikubwa mjini Jerusalem na moto nje ya mji wa pwani wa Haifa. Tangu jana Jumapili, Israeli ilifanya mashambulio mapya dhidi ya Iran, wakati Tehran nayo ikijibu kwa makombora mapya, huku pande zote mbili zikitishia kufanya uharibifu zaidi. Wizara ya usalama na kazi ya Uganda imesema itaanza ukaguzi wa magari ya wazima baada ya wiki 2. Hatua hiyo inawadia baada ya serikali kusimamisha mpango wa adhabu ya mfumo wa automatic kufuatia malalamiko ya madereva. Chini ya sheria mpya ya ukaguzi, magari madogo na teksi yatatakiwa kulipa ada ya hadi dola 11 shilingi 40,000 za Uganda, huku pikipiki ikitozwa takribani dola 2 kila dereva atapata cheti. Rais William Ruto wa Kenya amewakashifu wale wanaotaka jiuzulu na kusema hawana maslahi mema na Kenya. Wakosoaji na wapinzani wamekuwa wakitema cheche za kumtaka ang'atuke kwa kile wanachosema ni kushindwa kuongoza taifa. Kwa upande wake, Ruto anasema kama wana tatizo na yeye, basi huko tayari kukabiliana nao, akisisitiza kuwa wanaomkosoa wanafanya hivyo kwa maslahi yao binafsi, wala sio kwa raia wa taifa la Kenya. Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana, you have no plan to do anything. Alafu unataka tu kutupigisha story.
Ni mtakubali hii story ya hao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mkiwaangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando. OCS wa kituo kikuu cha polisi Central katika jiji kuu la Nairobi, Samson Talam, na constable wa polisi James Mukhwana wameiomba mahakama kuu nchini Kenya kusitisha mashtaka dhidi yao yanayohusiana na mauaji ya mwalimu na mwanablogi Albert Ojwang anayedaiwa kufariki dunia akiwa mikononi mwa polisi. Wakiwasilishwa na wakili Danstan Omari, maafisa hao wamenasema utaratibu wa kukamatwa kwao ni mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA ulikuwa na dosari, huku akisisitiza kuwa uchunguzi ulitakiwa kufanywa kabla ya kesi. Kwingineko, katika taarifa ambayo ni ya kutoka Marekani, kwamba utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unawazia kuongeza mataifa zaidi kwa orodha ya nchi 12 zilizopigwa marufuku kwa wananchi wake kuingia nchini Marekani. Marekani inasema inachukua hatua hiyo kuwalinda wa Amerika dhidi ya ugaidi. Mataifa yanayotarajiwa kuathirika iwapo hayatatekeleza matakwa ya Marekani katika kipindi cha siku 60 zijazo ni pamoja na Angola, Antigua na Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cape Verde, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, DRC, Djibouti, Dominica, Wabesha ukipenda Ethiopia na Misri. Mengine ni Gabon, Gambia, Ghana, Pakistan, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, St. Kitts, Nevis, Saint Lucia, Sao Tome, Principe, Senegal, Sudan Kusini, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia na Zimbabwe. Nchi ambazo zimeathirika mpaka sasa na hatua ya Marekani ni pamoja na Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Raia kutoka nchi zingine 7 ikiwemo Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela zimewekewa masharti makali yanayotakiwa kutimiza kabla ya kuingia Marekani. Iran imezitaka nchi za Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kushinikiza Israeli kuacha kuishambulia, wito unaowadia wakati huu ambapo makabiliano yakiendelea kuripotiwa kwa siku ya 4 sasa kati ya mataifa hayo mawili. Kulingana na na taarifa ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Iran, Ismail Bangai, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zilipaswa kuilaani Israel kwa vitendo vyake, haswa shambulio dhidi ya kituo cha nyuklia cha Natanz. Mahakama nchini Iran imesema imemnyonga Ismail Ferkri, mwanaume aliyekamatwa mwaka 23 kwa kuifanyia Israel ujasusi. Taarifa za hivi punde ni kwamba mahakama nchini Iran inasema imemnyonga Ismail Ferkri, mwanaume aliyekamatwa mwaka 23 kwa kuifanyia Israel ujasusi. Vita vya Israeli na Iran vimeendelea siku ya leo asubuhi, huku kukiwa na wito kutoka kwa viongozi wa dunia kwa kuweza kuwa na maafikiano katika hilo. Israel na Iran vimeendelea asubuhi ya leo, wakati huu wito ukitolewa kutoka kila kona ya dunia kutaka kupatikana kwa mwafaka.
Maafisa wa Israel wameonya kuwa nchi hiyo itakabiliwa na siku ngumu, huku wakifanya mashambulio yasiyo na kifani dhidi ya Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameendelea kutetea uamuzi wake wa kuvamia Iran. Tulikuwa tunakabiliwa na tishio kubwa. Kwanza, hatua ya Iran kuharakisha urutubishaji wa uranium, kutengeneza silaha za kiatomiki. Lengo lilikuwa kutumaliza. Pili, haraka kuongeza makombora ya masafa marefu ili kwamba kila mwaka wawe na silaha mpya 3600. Kwa miaka mitatu, tani 10,000 za silaha za kiatomiki zikirushwa kwa miji yetu. Hakuna nchi inaweza kustahimili hili, hasa nchi ndogo kama Israeli. Ilibidi tuchukue hatua wakati walala salama, kujilinda na kulinda ulimwengu. Hatuwezi kuvumilia kuona utawala ulio hatari ukiwa na silaha hatari kama hizo. Ni sauti yake Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel. Nchini DRC watu 318 wameuawa kwa bunduki na mishale usiku wa siku ya Jumamosi huko Moba katika jimbo la Tanganyika. Spika wa baraza la bunge la taifa la DRC Vital Kamerhe akifahamisha bunge kikao katika siku ya Jumapili ameomba bunge kuzingatia kimya kwa dakika moja kwa kumbukumbu ya wahanga hao. DRC ambako kunaarifiwa watu 318 wamepoteza maisha kwa kupigwa risasi na mishale usiku wa Jumamosi huko Moba katika jimbo la Tanganyika na vijiji kuhamishwa. Spika wa bunge la taifa la DRC Vital Kamerhe amefahamisha bunge katika kikao cha Jumapili na kuomba bunge kuzingatia kukaa kimya kwa ajili ya kumbukumbu ya wahanga hao. Pia nataka kusisitiza kwamba tunapaswa kufikiria wenzetu huko Moba. Nilipokea wabunge kutoka Tanganyika na hawakuzungumzia tu ukosefu wa usalama katika mji wa Kalemi, lakini pia kuhusu kiongozi mmoja wa wanamgambo huko Moba ambaye alitajwa awali wakati wa ziara ya waziri wa ulinzi eneo hilo. Kiongozi huyo alikuwa na bunduki 2 na mishale michache. Ilichukua kiwango wakati raia walijaribu kujihami. Tumeorodhesha usiku huu watu 318 waliouawa. Ni sauti yake spika wa bunge Vital Kamerhe ambaye alikuwa akizungumza jana kuhusiana na taarifa hiyo ya kusikitisha ya vifo vya watu 318 waliouawa kwa kupigwa risasi pamoja na mishale. Wabunge nchini DRC wamepiga kura kuidhinisha kufunguliwa mashtaka waziri wa sheria Constant Mutamba kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha. Mwanasheria mkuu wa mahakama ya juu Firmin Mvonde Juni 9 aliliomba bunge kumshtaki waziri wa sheria wa Kongo Constant Mutamba. Nchini DRC ambako wabunge nchini humo wamepiga kura hapo jana kuidhinisha kumfungulia mashtaka waziri wa sheria Constant Mutamba kwa tuhuma za ubadhirifu wa mali ya umma. Mwanasheria mkuu wa mahakama ya juu Firmin Mvonde Juni 9 aliomba bunge kumshtaki waziri wa sheria wa DRC Constant Mutamba. Fredi Tendilongwe anatufafanulia zaidi. Wabunge walifanya uamuzi wao katika kikao cha kipekee kisichohudhuriwa. Kwa wabunge 363 waliopiga kura, 329 walipiga kura ya kuunga mkono kumfungulia mashtaka waziri wa sheria Constant Mutamba. Kibali hicho ufungua njia ya kesi yake kusikilizwa kwa siku zijazo. Waziri anayetuhumiwa anatarajiwa kujiuzulu mapema wiki hii kama inavyotakiwa na sheria. Constant Mutamba mwenye umri wa miaka 37 anatuhumiwa kwa ubadilifu wa dola milioni 19 kwa kampuni binafsi kama sehemu ya kandarasi kwa ujenzi wa gereza huko jimboni Kisangani. Mkataba wa thamani za dola milioni 29 ambao ni kama 95% ulikuwa umelipwa licha ya sheria ya ununuzi wa umma unaweka ukomo wa malipo ya sehemu ya kwanza kwa 30% tu. Mkataba huo haukuwa umeidhinishwa na waziri mkuu. Wabunge na mwendesha
mwendesha mashtaka mkuu anahisi kuwa kiasi hiki cha fedha kingeweza kubadilishwa, ingawa kitengo cha kitaifa cha ujasusi akingezuia akaunti ya walengwa kwa wakati na kutoa taarifa. Kampuni linalozungumziwa linaelezewa kama kampuni hewa bila ofisi linalojulikana, halina wafanyakazi na hata utaalamu mdogo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kabla ya kukuletea maoni yako, ni kwamba nchini Kenya polisi wanamzuia mwanamke mwenye umri wa miaka 26 baada ya kutibua jaribio lake la kusafirisha miadarati aina ya cocaine nje ya taifa hilo kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. Polisi wanasema mwanamke huyo kwa jina la Wendy Mbeke Muli alikamatwa baada ya mienendo yake ya kushukiwa wakati wa uchunguzi wa wasafiri. Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari. Asante sana, naitwa Juliet ana majina hapa Juliet Alvin, Brenda Industry, Charles Luanga, Franco Kisanga, maeneo ya 2-in-1 border pale, kwa kuendelea kutufuatilia. Wapo unaungana nasi, ni taarifa ya habari moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili Fortune Africa. Habari kuu ni kwamba wanajeshi wa Israeli wamewaua watu ambao ni raia 59 wa Palestina, 17 kati ya waliouawa wakati jaribu kufikia vituo vya kutoa chakula cha msaada kutoka kwenye wakfu wa misaada unaoongozwa na Marekani na Israel. Mauaji haya yameripotiwa na Wizara ya Afya katika eneo husika. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama kitoi katika hatua yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Moja kwa moja tunaelekea kusoma maoni yako ambayo wengi wameandika maoni hasa kutokana na taarifa ile ambayo yule ambaye alitoa taarifa ya ujasusi kwa Israeli ambaye anaitwa Mwirana anayeitwa Ismail Fekri, mwanaume aliyekamatwa mwaka wa 23. Amefanywa namna gani? Aliyekamatwa amenyongwa, ambapo na taifa la Iran sababu alitoa ujasusi kwa Israeli. Jafari Ndikurio pale hivi mwamjua, anayefuata ni mbwa mwitu sielewi. Wasaliti wote ni wa kuwanyongwa tu. Shadrack Njamkola anasema tena ifanye haraka sana, maana wapo wengi huko uiwanyonge wote. Krosa pale Vingoba pale msaliti siku zote ni halali yake kunyongwa. Anazungumza pale hivi Mkoja pale hivi Eli Ibrahim pale hivi haja kufa huyo anyongwe tena please. Eric pale hivi Abuya pale hivi hiyo mahakama ya kishetani bado inafanya kazi ili hali vita inaendelea. Generali pale hivi Sostan pale hivi Chiliteba pale hivi ni kama bado anapumua, anyongwe tena. Jamani. Ya Rabbi stara. Rapson pale hivi Sansilas pale hivi wakigina pale hivi Kibondo pale hivi Kigoma Tanzania. Kuitukana nchi so suluhisho, kaeni meza moja, mtafute suluhisho, amani itawale.
Ndio hali ambayo inajitokeza, kwani si juzi tu mlikuwa mnashangilia, wakati mnashangilia Israel vita ni mbaya, haifai, pande zote tuombe amani. Ndio hali ambayo inajitokeza katika maneno yake Paulo pale hivyo, mshama pale hivyo, Andrew pale hivyo, Momeni wameanza vita, alafu unawaambia wanaoangalia mshikeni huyu itamuumiza. Ndio hali ambayo inajitokeza pale hivi. Iran pale hivi inatakiwa iwe makini, maana mataifa ya Ulaya na Marekani ndio wanamshambulia wakitumia mwavuli wa Israel. Iran iweze kuwa makini sana. Hasani pale hivi Ruitita pale hivi anasema Iran chapa mtu mpaka ajue ni kwa nini Marekani inataka reforms dengelezi pale hivi. Hassan Ruitita pale hivi anazungumza ya kwake. Mansur Warid pale hivi habari ni vipi tena pale hivi. Mwarabu pale hivi Mwakilongo pale hivi na wewe pale hivi anasema haya sikupati vizuri sana katika hatua hii. Wakati ambapo natumia lugha ambayo mimi wakati mwingine anichanganya, ulimu wangu una smaku ya kuweza kukataa kusoma haraka sana. Haya ndio yale ambayo inajitokeza katika hatua hii. Wakati wote ule basi unaendelea kusikiza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.